Msikilizaji pamoja na mtazamaji, nataka nichukue fursa hii kuzungumzia jambo ambalo limekuwa likijirejelea. Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili na sio mara ya tatu. Katika hii dunia hakuna mwanamume ambaye hawezi kumridhisha mwanamke wakati wa kuvumbulana. Iko hivi, ile raha na ule utamu apatao mwanamke kwenye kipochi manyoya haizidi zaidi ya inchi 2. Sawa? Haizidi zaidi ya inchi 2. Kwa hiyo chini ya jua hakuna mwanamume, narejelea tena, chini ya sayari hakuna mwanamume ambaye anakosa kiasi cha sentimita 2, na hizo ni inchi 3 hapo. Hakuna. Na sijui kwa nini wanandoa wengi huwa wanadhani kwamba size matters. Na hili swali nimeshindwa nikiulizwa kila wakati. Utasikia mtu aidha amenifuata inbox ama amepiga simu na kuniuliza, hivi Mash Baby, je, ukubwa ama udogo wa uume unamtosheleza mwanamke wakati wa kuvumbulana? Nasikitishwa sana na baadhi ya wanaume wanaofikiria kwamba size ndiyo kila kitu, kwa sababu wengine wanakwenda mpaka kufanyiwa upasuaji ili wawe na jumbo size, uume mkubwa. Wengine wanatumia dawa za kutitimua misuli ili wawe na uume mkubwa. Lakini nakwambiaje, huko ni kupoteza pesa na kupoteza wakati, kwa sababu hizo zote ni imani potofu. Jibu ni kwamba size does not matter. Cha msingi kabisa, kama we ni mwanamume unanisikiliza lakini pia unanitizama, cha msingi kabisa ni uimara wa misuli ya uume. Na kama uume wako hauna tatizo lolote, kwamba unasimama vizuri kama mlingoti, trust you me, inatosha kabisa kumkojoza mwanamke. Kwa hiyo wewe mwenye wasiwasi kwamba mimi nina kibamia, hivi nitaweza kumtosheleza Mash Baby, usiwe na wasiwasi. Kiufupi, piga show sana. Uwe una kibamia, iwe una jumbo size. Kwa sababu unaona kipochi manyoya, raha yake, utamu wake uko kwenye sentimita 2, inchi 2 hadi kufikia 3. Mwanamume, sijui kama unanielewa. Ninachomaanisha hapa ni kwamba kama wewe hata ukawa una kibamia, iwe una jumbo size, sentimita 2 ni kama hichi kidole hivi. Kwa hivyo niambie wewe, chini ya hii dunia kuna mwanamume akakosa uume this size? Hakuna. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mwanamume yeyote anaweza kumridhisha mwanamke wakati wa kuvumbulana. Na siri ya kipochi manyoya, na ndio maana huwa nasema sana, mwanamume jitahidi sana umjue mwanamke wako, lakini pia ukisome kipochi manyoya chake, kwa sababu utamu unaopatikana kwenye kipochi manyoya, shekhe, si ndani, ni pale juu, na hapo juu ni kwenye hiyo inchi 2 hadi 3. Sasa wewe mwenye kibamia, wasiwasi wako wa nini? Na siri ya kipochi manyoya ni vyote, vyote vipo sawa. Na maanisha vipo sawa kwamba
ukitaka kumridhisha mwanamke unatumia njia moja tu kwenye kufika sentimita 2, inchi 2 hadi 3. Hakuna shortcut. Wala hakuna unaambiwa kwamba ukitaka kumridhisha mwanamke basi itabidi kwanza umepanda gorofa, ushuke zile stairs. Hizo ni dhana potofu tu. Lakini wanawake wote wanaridhishwa kwenye sentimita 2 hadi 3. Wote. Hakuna maajabu wala hakuna miujiza. Ila tu vipochi manyoya vinatofautiana kwenye utamu, kwa sababu mwingine kipochi chake kinabana, mwingine chake kimetanuka, mwingine chake kina harufu nzuri, mwingine chake kina harufu mbaya, mwingine chake kina joto lile la asili, mwingine mwanamume akimuingilia anasikia tu baridi. Usijui kama unanielewa. Kuna kipochi chengine ambacho mwanamume akimuingia mwanamke anasikia kabisa uume unafinyiwa kwa ndani. Kuna vipochi manyoya vingine havina huo uwezo. Kwa sababu gani? Misuli ya uke imelegea. Sasa nikitaja kuhusiana na misuli, wewe ambaye unajiuliza siku zote iwapo kama size matters, je, nikiwa na kibamia mimi nitaweza kumridhisha mwanamke wakati wa kuvumbulana? Na je, nina hii jumbo size, nina uume kama ule wa ndovu, je, ndio thibitisho la kwamba namridhisha mwanamke? Iko hivi. Iwapo unataka kumridhisha mwanamume, basi hakikisha uimara wa misuli ya uume wako ipo sawa. Sijui kama unanielewa. Size does not matter. Kitu kinachomata, kitu ambacho kinahitajika kwa wanaume wote ni uimara wa misuli ya uume. Halas. Iwe una kibamia, iwe una jumbo size, nyote mutamridhisha mwanamke. Kwa hivyo nadhani mpaka kufikia sasa masala mazima na maswali ya kwamba je, ukubwa wa uume na udogo wa uume ndio chanzo cha kumridhisha mwanamke wakati wa kuvumbulana, nadhani hakutokuwa tena na hayo maswali, kwa sababu nimekufafanulia zaidi na ziada. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo kilichobakia hapa ni kuhakikisha unafanya Kegel exercise. Kitu ambacho wanaume hawafahamu ni wanadhani kwamba Kegel exercise, kule kubana misuli, ni kwa wanawake peke yake. Lakini hata wewe mwanamume unahitajika sana ufanye mazoezi ya kubana misuli ya uume wako. Siri ni stamina. Siri ni flexibility. Siri ni uimara wa misuli ya uume. Khalas. Ukijua uko sawa, yani uume wako wewe unausimamisha kama mlingoti, shekhe, piga show sana.